Mpendwa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninakusalimu. Ni yangu matumaini kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo inakuhifadhi. Upendo wa Mungu Baba uko pamoja nawe. Ushirika wa Roho Mtakatifu pia unaendelea kuwa pamoja nawe, kwa sababu hii ndiyo neema aliyotuachia Mungu, kwamba katika jina la Yesu Kristo tufurahie uzima na ushindi katika neno lake. Karibu. Leo ni siku ya 8 ya mwezi wa 7 2026. Naitwa Zawadi. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu ambayo inaandaliwa na mchungaji Chris. Tafakari hii basi inapatikana kwenye Rhapsody ya Uhakika. Rhapsody ya Uhakika ni daily devotional, ama ni tafakari ya neno la Mungu ambayo inaandaliwa na inawafikia watu kwa mabilioni, kwa sababu imetafsiriwa kwa lugha zaidi ya 8123, alafu pia lugha zaidi ya, tunasema lugha za makabila, dialects, lugha za makabila zaidi ya 4,000 na zinaendelea kuongezeka. Na tuna ushindi wa kushirikishana neno la Mungu, kwa sababu ni uweza wa Mungu unaoleta baraka na mabadiliko katika maisha, hasa katika dunia leo. Maana Bwana ametuamini akatupa uzima katika dunia hii ili tuweze kuwa mabalozi wake. Ujumbe wa leo kutoka kwa mchungaji Chris unasema ushirika wenye kubadili kila kitu. Ushirika wenye kubadili kila kitu. Haleluya. Neno la msingi liko katika kitabu cha waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 13 mstari wa 14, ambao unasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu hapa anatuambia kwenye andiko letu la ufunguzi kuna sala yenye nguvu sana, inadhihirisha mpangilio wa kiungu. Neema ya Bwana wetu, neema ya Bwana Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Neema hutoka kwa Bwana Yesu, pendo hutoka kwa Baba, lakini kufurahia uzoefu wa kuweza kuishi kila kitu alichokupa Mungu huja kwako kupitia ushirika wako na Roho Mtakatifu. Haleluya. Unaweza kuzungumzia neema na kusherekea upendo wa Mungu, lakini kupitia Roho Mtakatifu haya yanakuwa ndio uhalisia wa maisha yako. Yeye ndiye mwenye kuyaleta haya katika uzoefu wako wa kila siku na kuyafanya yaonekane, anayafanya kuthibitika na kushikika, yanakuwa halisi kwako. Unapofikia kiwango cha kumjua Roho Mtakatifu, kila kitu kinabadilika. Kuna uzuri unaokuja kwenye maisha yako. Kuna mandhari, maana hapa ametumia neno color, rangi. Kuna mandhari ya kupendeza, alafu kunakuwa na utukufu, kunakuwa na utajiri katika kutembea kwako na katika haki yake. Anakuwezesha kutokea ndani. Ili swala linakuwa linatokea ndani. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Hapa mtu wa Mungu anaendelea kusema kwamba anaendelea kufafanua kuhusu hayo matatu. Nikiangalia hii aya nyingine, anasema anakuwezesha kutokea ndani. Roho Mtakatifu yuko ndani yako na yu pamoja nawe siku zote na daima, si kwa msimu tu au kwa kitambo tu. Bwana Yesu alisema katika ile Yohana 14:16 kwamba nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Msaidizi mwingine akae nasi hata milele. Ni mwalimu wako. Biblia inasema katika ile Yohana 14 mstari wa 26 kwamba lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atawafundisha yote. Anafungua ufahamu wako upate kuelewa maandiko ili ukapate kuzijua baraka na kutembea katika wito na baraka za Mungu maishani mwako. Haleluya. Na katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 2 mstari wa 12, Biblia inasema lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Oh, haleluya. Anautia mafuta ufahamu wako na kukupatia kuona katika kweli za kiungu na siri za ufalme. Kupitia yeye maisha yako hushika hatua ya juu zaidi.
yanakuwa yanapanda juu. Unakuwa unaona mambo kupita ukawaida. Unaenenda ukiona mambo kwa uwazi zaidi, kwa kusudi na uhakika. Haleluya. Pale unapomjua Roho Mtakatifu, vizingiti au vizuizi vinaondolewa katika maisha yako. Unabeba uhakika wa ndani wa mafanikio, si kulingana na mazingira, bali yeye aishie ndani yako. Endelea kujenga ushirika wako na Roho. Tembea na yeye, zungumza naye, mwacha kuongozi kila siku, na katika mambo yote na siku zote utatembea katika utukufu. Haleluya. Maombi. Baba wa mbinguni, mpendwa Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa karama ya Roho Mtakatifu na ufahari wa ushirika na yeye. Ninatembea katika ufahamu wa ushirika na yeye kila siku, na maisha yangu yamependezeshwa, yamefanywa, maisha yangu yamefanywa, yanapendeza. Haleluya. Maisha yangu yanapendeza, yanaongozwa na kuwezeshwa kwa uwepo wake. Ninaishi juu ya vizingiti, nikidhihirisha utukufu wako katika yote ninayoyafanya, katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Basi masomo zaidi yako katika Yohana 16 mstari wa 13. Biblia tafsiri ya New King James inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Haleluya. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo hatutembei gizani. Haleluya. Na waraka wa pili kwa Korinto sura 13 mstari wa 14, kama tulivyosoma pale mwanzoni katika sura andiko letu la ufunguzi, anasema neema Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Haleluya. Tuna masomo zaidi pia kutoka Warumi sura 8 mstari wa 11. Mstari huu nasema, lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya. Na waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 2 mstari wa 12, Biblia tafsiri ya New International inasema, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Haleluya. Habari njema kabisa hizi. Unajua katika hizi sala mara nyingi maombi yale ya mwisho katika ibada zetu huko sehemu mbalimbali, makanisani huko ama kwenye ushirika huko, tunapenda kusema tuseme sala sala ushirika kama hivyo. Unasema kwa neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kanisa. Watu wanasema tu haraka hivyo wanakwenda. Lakini ni sala ama maombi, ni sala ambayo ina uzito mkubwa sana. Tunaposema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumeambiwa hapa kwamba neema huwa inatoka kwa Bwana Yesu. Alafu tunasema upendo wa Mungu Baba, upendo unatoka kwa Baba. Alafu tunasema ushirika wa Roho Mtakatifu. Kumbe ushirika ule wa Roho Mtakatifu ule tunatakiwa kuwa nao na kuufahamu vizuri, kwa sababu ndio unatusaidia kuishi katika baraka za Mungu. Hapa tumeambiwa kwamba katika hii Wakorinto katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 mstari wa 12 anasema, lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu. Kwa hiyo tuna Roho wa Mungu ndani yetu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu ametukirimia, na katika tafakari hii tumeona mchungaji Chris anatuambia kabisa kwamba kuna baraka na wito ambao Mungu ametuitia katika ufalme wake. Zile baraka zinadhihirishwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, imenipasa niende ili asema nimemwomba Baba naye atawaletea msaidizi atakayewatia katika kweli yote na kuwajulisha habari ya mambo yajayo. Kumbe hatutembei gizani. Basi unaweza kwa kweli katika ushirika na Roho Mtakatifu ukajua kijacho. Ndio maana tunao manabii, mitume, watumishi mbalimbali wa Mungu wanazungumza kile ambacho Roho anawaonyesha. Lakini hii si kwa ajili ya wao peke yao tu.
hata Wakristo wengine ambao hawana nafasi hizo za huduma. Ni watu ambao wameitwa katika ufalme wa Mungu wote, na pamoja na wewe. Na kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, hiki ni kitu cha muhimu sana. Ninayo furaha moyoni, ni mwezi wa furaha. Kuna neno linasema furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. Mchungaji mmoja aliimba wimbo huu, furaha ya Bwana ndio nguvu zangu, ndio nguvu yangu. Furaha ya Bwana ndio nguvu yangu. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu si tu anakaa hapo kusubiri kunena kwa lugha peke yake. Roho Mtakatifu ni rafiki, ni mwalimu, ni kiongozi, ni mfariji, ni mtetezi. Kiingereza hapa anasema standby. Yani kukiwa na swala, jambo linataka kutokea, Roho Mtakatifu anakuonyesha, anakuambia mapema, unaanza kujiandaa. Alafu yeye ndio arabuni yetu, yeye ndio amana, down payment. Mungu ametuwekea Roho Mtakatifu ndani kama alama. Wakati Yesu atakuja kulinyakua kanisa, Roho Mtakatifu anayekuandaa. Kwa mfano hivi sasa tunazungumza ni siku za mwisho, si tu maneno siku za mwisho, hapana. Roho Mtakatifu ndiye anayetukumbusha na kutufanya tujipange vizuri. Kwanza tuwatafute wale ambao bado hawajampa Bwana Yesu maisha yao, alafu sisi tulio ndani tuendelee kuimarika katika utu wetu wa ndani, tukimjua zaidi na tukijua zile baraka alizotuitia. Haleluya! Mungu ametukirimia Roho wake na ndiye anayetuongoza katika maisha haya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, huu ndio wakati. Roho Mtakatifu anayekusaidia kuweza kumkubali Bwana Yesu, alafu anakaa ndani yako. Useme sala hii kwa mwongozo wake, alafu utafanyika mwana wa Mungu. Sema, Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake ninapokea uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana, mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kama umesema sala hii na nina matumaini nikiamini kabisa umesema kwa dhati ya moyo, basi karibu katika familia ya watoto wa Mungu, kwa sababu Mungu Baba wa mbinguni amekusikia. Haleluya. Ameshakuhamisha kutoka katika ufalme wa giza, amekuingiza katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu, na kuombea baraka za Roho Mtakatifu na nakubariki kwa Roho Mtakatifu ili aendelee kukuimarisha kwa uweza na uongozi wake. Unaweza kutuandikia ushuhuda, ujumbe. Nambari yetu ni alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu wangu aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.